Na kwa nami Wanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha nakuletea yale yote ya kimichezo ambako sasa hivi yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mbele yangu hapa nipo na Kevo Lastborn wa Yanga, shabiki kindakindaki na mwanachama wa Young Africans. Kevo, habari yako? Fresh ndugu yangu, kwema? Vipi? Fresh kabisa. Mambo yanakwenda? Namshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanaenda hivyo hivyo. Unajua ukiamka ukaona una pumzi, unaweza kufanya locomotive ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Unamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio, mpaka hivi sasa ndani ya ligi kuu Tanzania bara kuna mjadala kuhusiana na kauli ambayo aliweza kuitoa Wallace Karia siku ya jana kuhusiana na baadhi ya viongozi kujiuzuru na kusema baadhi ya viongozi wenu na nyinyi wana makosa. Vipi kwa kauli hiyo? Tuanzie hapo. Ni president wa shirikisho, nadhani ukiacha tu kuwa kiongozi, nadhani kwa makamu aliyokuwa nayo anaweza akawa hata ni baba yetu mzazi, mimi na wewe. Na tunampongeza pia, juzi tunaona amechaguliwa kuwa mjumbe wa kamati tendaji ya CAF kwenye mkutano mkuu wa CAF kule Misri. Lakini bila kupepesa macho, kauli aliyoitoa juzi ni kauli moja ambayo inafikirisha sana alipokuwa kituo fulani cha redio. Nadhani kwa cheo chake cha rais wa TFF, rais wa Sekafa, mjumbe wa kamati tendaji ya CAF mpaka 2029 hakupaswa kuitoa. Nadhani ni kauli ambayo inaonyesha kabisa there is no delegation of power, kwa sababu kama president anafahamu kuna chombo husika ambacho kinaitwa bodi ya ligi kimeajiriwa pale na kinafanya kazi pale ya kusimamia ligi kuu ya NBC na ligi nyingine kama championship. Nadhani ile kauli ya kupaswa kuitoa ni kauli ambayo inafikirisha kweli kweli. Inanifanya mimi nishawishike hata kuona ule mchana wa tarehe 8 hayakuwa maamuzi ya bodi ya ligi kugairisha mchezo wa dabi ya Kariakoo, ila yalikuwa ni maamuzi yake, kwa sababu hata ukirifaa masaa mawili kabla ile taarifa nilimsikia mzee Mguto akisema mechi iko pale pale. Asubuhi pia nilimsikia kakaangu Karim Boimanda akisema mechi iko pale pale. Sasa nikapata maswali mazito, kwa nini hawa watu wametoa hizi kauli alafu saa chache mbele tukaona mchezo umegairishwa? Kwa hiyo kauli ya ndugu Wallace Karia imekuja kupinpoint kwamba haikuwa kauli ya mamlaka ya bodi ya ligi kugairisha mchezo, ila ilikuwa ni kauli na muongozo ambaye ni simu ilipigwa kutoka TFF chini ya ndugu Wallace Karia ya kugairisha mchezo. Kwa hiyo nadhani ni kauli ambayo inapaswa kupuuza. Ameenda mbali zaidi, anasema amefikia vichaka vingi sana vya klabu yangu ya Yanga, wengine wakisema kichaka sio cha Kisinda cha nani. Hii inaonyesha kwamba bodi ya ligi sio tena independent organ ambayo inafanya kazi za kujitegemea. Kama rais inaweza akafika sehemu akachukua jukumu la mamlaka nyingine kufanya kazi nyingine, inafikirisha kweli kweli. Au tukae sehemu tuseme bodi ya ligi imeshindwa kufanya kazi zake kama independent organ, stop. Kama TFF wana mamlaka, wanaweza kusimamia hizo ligi za mkoa, championship na ligi kuu premier, kwa sababu kama umekiweka chombo kifanye kazi afu unakuja wewe unatoa maamuzi ya kwako peke yako, lazima watu waanze kukudoubt. Tunaheshimu, na mimi binafsi na mheshimu ndugu Karia kwa sababu nilikuwa miongoni mwa vijana wake ambao tulikuwa tunamsaidia kuratibu mkutano wa CAF mwaka juzi 21 ile mjini Arusha pale. Kwa hiyo namfahamu na nimekaa naye karibu. Unajua ukipata walau dakika 4-5 za kukaa na mtu unapata kumsoma haiba na mwenendo na misimamo yake iko wapi. Kwa hiyo nadhani ni kauli ambazo kidogo sio tu mashabiki wa klabu ya Yanga tumeumizwa nazo. Nadhani wapenzi wa mpira na wadau na sisi kama wadau wa mpira wa miguu tumeumizwa na hizo kauli, kwa sababu president wa shirikisho hawezi katoka wakao naongea hivyo. Wakitoka wale kina Boimanda kwa sababu wameajiriwa pale, they are employed kwa sababu ya kuzungumzia mpira, kina Clifford Ndimbo, tunaweza tukasema hapa kuna double standard, lakini kuna 1 2 3. Lakini rais ambaye tunaamini football issues Tanzania zina rise kwa mtu wa mwisho kwako, kutoka kauli kama zile inafikirisha kweli kweli. Kuna kina Kasongo pale, kuna kina mzee Mguto ambao they are employed kwa sababu ya kusimamia hicho chombo. Kwa hiyo tumeudhunishwa na ni kauli ambazo kidogo zinatutia uwalakini na zinatuaminisha kabisa there is no delegation of power kwenye bodi ya ligi, iko tu kama ceremonial board na hakuna ile check and balance. Mpaka hivi sasa watu wengi wanasubiria tarehe mpya ya dabi ya Kariakoo, lakini kwa upande wenu Young Africans msimamo wenu bado upo pale pale mpaka hivi sasa? Na baada ya kauli za president wa shirikisho, kiukweli ni kama tulikuwa tuna kidonda, kovu limeanza kukauka, tukisubiri hizo busara zitumike, labda pengine tungeshawishika na viongozi wangu wa klabu ya Yanga, kamati tendaji ile iliyokuwa chini ya Engineer Harris ingeshawishika aidha kwa busara au kwa kutumia kipengele fulani
timu ingine ingecheza na hakuna sehemu ungeona labda mashabiki wa Yanga tunawatukana kinamna hiyo, lakini ni kama wamekuja kwenye hicho kidonda wakamenya ile ngozi ya juu. Kwa hiyo nadhani hii nayo ni starting points nyingine ya Yanga kuendelea kutilia mkazo mchezo namba 184 hautakuepo, hatufikiri kuucheza wala hatutaucheza. Lakini Kalia alisema katika uongozi wake Young Africans mmenufaika zaidi. Kwa hiyo ni maana ni kiongozi ambaye yuko kwa nyakati fulani kuwanufaisha watu fulani. Wakati ambapo walipaswa kutumia hizo kanuni na miongozo ya kuinyonga Yanga angetumia, lakini sio kosa moja. Yani hauwezi kucompare two entities kupitia scenario ambayo imetokea sasa hizi. Kwa hiyo kama yeye alifavor Yanga ni yeye mwenyewe. The time ambayo imefika sisi Yanga tunaona hatujapewa kitu ambacho tunastahili. Tumerise. Kwa hiyo as compare entity moja kwenda entity nyingine. Tunaongea kwa sababu ni wadau wa mpira wa miguu, ana cheo kikubwa kweli kwenye mpira wa miguu, wala kwenye katiba ya TFF hakuna sehemu ambapo kinasema the president of federation should be above the law. Kwa hiyo tunamquestion kwa sababu hakuna hicho kipengele ambacho kinazuia sijui mdau wa mpira asimquestion president. Kwa hiyo tunapoongea kama kuna logic, kuna mantiki sehemu zinapaswa kufanyiwa kazi na sio kuweka hizo double standard kwenye ligi. Ndio. Namna ambavyo unavyoitazama ligi yetu hivi sasa, tupo katika dunu la lala salama na mazingzong yanayoendelea hivi sasa. Ni ligi aina gani? Kiukweli ni ligi moja ambayo kidogo tutakuwa waongo tukisema haijapiga hatua, kwa sababu ili useme ligi yako ni bora inazungumzwa. Ligi ya Tanzania obvious inazungumzwa, wanakuja hadi makocha kutoka ligi nyingine lakini wanakuwa waumini wa timu hizi. Tulimuona kocha Robert Matano wa Fountain Gate juzi akisema yeye ni shabiki wa Simba. So it means kumbe kocha anaweza akawa sehemu nyingine kabla ya kuja Tanzania tayari akaanza kuvipenda vilabu vya Tanzania ambavyo viko kwenye ligi kuu. Kwa hiyo nakiri kusema kwamba ligi imekuwa, lakini bado ina upumbavu mwingi sana ndani yake ambao unakwamisha tusifike sehemu ambapo tunahitaji. Tutafika kwa sababu tunataka tutumie sakata hili kama starting point ya kuonyesha mpira wa Tanzania uko wapi, kuondoa hizi double standard. Ile kamati ya saa 72 inapata wapi tena nguvu za kuanza kusema kwamba Yanga walete timu uwanjani, si Yanga sio wapewe alama, kama president wa shirikisho amesha confirm kwamba Yanga tayari tuna makosa na hiyo mechi sijui 1 2 3 sijui viongozi wao waanze kwanza kujiuzulu. It means hata hiyo kamati ya saa 72, hiyo bodi ya ligi iko kama watchdog tu na haina hiyo power ya kuamua jambo lolote la kifootball. Kwa hiyo nadhani sisi tutaanza hapo kama starting point, na viongozi wa Yanga na endelea kumuomba Mwenyezi Mungu waendelee kushika waliposhikilia, kwa sababu inaonyesha mpira wetu una mahovyo mengi. Tunataka kuanzia bodi ya ligi, hiyo kamati ya saa 72, shirikisho la mpira Tanzania waje na majibu yaliyonyoka. President haipendezi kila sehemu, kila media wewe unaongea. Sasa kina Clifford Ndimbo, kina Boimanda wafanye kazi gani? Nadhani kwa cheo chake ilimpasa zaidi mchana wa tarehe 8 kutoka kuwaambia Tanzania kwa nini mchezo haupo, kuwaomba radhi mashabiki waliosafiri, kuwaomba radhi wadhamini walioweka hela nyingi kwenye ligi kuu ya NBC, na sio kukaa hiyo wiki 2 mpaka wiki 3 kuja kutoka na kuanza kutoa kauli za kuishtumu timu fulani. Hatuamini pia kama ni Yanga peke yake, kuna timu pia amezishtumu. Kwa hiyo nadhani ni kauli ambazo hazifurahishi wala hazijenge, na ndio maana zimekuwa taharuki tokea alipoziongea mpaka sasa hizi. Mpaka hivi sasa mnaongoza ligi kwa tofauti ya alama 1. Bingwa wa msimu huu wa ligi kuu Tanzania bara utakuwa na tabu. Kwa sababu as long as michezo bado ipo, Yanga tuna michezo karibu 7, Simba wenyewe wana michezo sijui ni 8 wanasema, kwa sababu kuna mchezo ambao sisi hatutambui, wao wanautambua. Kwa hiyo Simba wana michezo 8, I don't know watacheza na kina nani kwenye huo mchezo wa 8. Sisi tuna michezo 7. Ligi ni marathon. Kuna nyakati Young Africans tuliongoza kwa alama 5 mfululizo. Tukacheza tukaangusha zidi ya Azam, tukaja tukaangusha zidi ya Tabora kichapo cha magoli 3-1. Kwa hiyo nadhani ligi ni marathon. Siwezi nikasema tayari timu yangu imetetea ubingwa, wala siwezi kusema Simba ametupokonya ubingwa, lakini hao ndo title contenders ambao mmoja lazima atakuwa bingwa. Na ukiangalia gap kutoka kwa mtu wa kwanza na mtu wa pili, kutoka sasa mtu wa pili kwenda mpaka mtu wa mwisho ni mambo ya kufunua funika. Kagera Sugar tulikuwa tunadhani anashuka daraja, kocha yule mpya Juma Kaseja amekuja ameshinda mechi 1 na kwenye FA amepeleka timu hatua inayofuata. Tayari stories zishabadilika, tena sio Kagera anashuka. Ken Gold walivyoanza mzunguko wa kwanza kila mtu aliamini wanashuka, lakini mzunguko huu umeona wakingangania zile sare na mara nyingine wanashinda kabisa kwenye mechi. Kwa hiyo ni bado mapema kumtabiria nani atashuka daraja.
daraja, nani atachukua ubingwa, nani atachukua kiatu. Kuna nyakati Sixtus Sabilo walikuwa mbele kwa magoli zaidi ya 6 zidi ya Fiston. Kuna nyakati ambazo Fiston aliamini anachukua kiatu with no pressure, Saido akaibuka pasipojulikana. Msimu huu tu peke yake Elvis Rupia alikuwa shajitenga maji na mafuta, goli 6 watu wakiwa wanamfuatia na 2-1, lakini as we speak Elvis Rupia bado yuko kwenye 8-9, lakini kuna watu tayari wana 12, kwa hiyo bado ni mapema. At least labda Golden Gloves unaweza ukasema labda ni za Musa Kamara, kwa sababu Djigui Diarra alimiss baadhi ya michezo akiwa na injury, na baada ya kurejea kuna mechi ambazo alipoteza clean sheet kizembe, lakini pia nao mechi zilizobaki zinamshawishi pia Djigui Diarra na goalkeeper wa Mashujaa kuamini kwamba na wao wanaweza wakachukua Golden Gloves. Kwa hiyo katika asilimia ambazo labda ni nyingi za mshindani ambaye sasa hizi yupo juu anaongoza na anaweza akafanikiwa ni kwenye hizo race za gloves, lakini sio kwenye race za vitu vingine. Ukiwasikiliza baadhi ya mashabiki wa Simba wanasema nyinyi mkisusa wao wanazitaka alama 3 kama Zamalek. Wakizitaka alama 3 sawa, kama hiyo tarehe itatangazwa watapeleka timu yao kiwanjani. Sisi tuko razi timu yetu ikose hizo alama 3, ipunguzwe alama 15. Na kwa sababu hata sasa hizi ukitupunguza alama 15 sio kwamba Yanga Afrika atashuka daraja, ni alama 15 ambazo pengine hata mtu wa 8 kwenye ligi hataweza kukaa juu yetu. Kwa hiyo kama ni shega tu kupunguzwa alama 15 na kupokonywa alama 3 na magoli 3, lakini hatuko tayari kuiona timu yetu. Ubavu wa kususa unao. Hatuko. Sasa sheria zinafuatwa. Zamalek amepeleka timu uwanjani, marefari wamekuja. Al Ahly hajashushwa daraja, amepokonywa alama ngapi? Alama 3 na magoli 3. Bado tutakuja kuona anaweza akapokonywa na 15. Kama Al Ahly bingwa mara nyingi zaidi Afrika, amekubali kupokonywa alama na watu wameona shege tu. Hata sisi Yanga kama utatupokonya, tutabaki na alama ambazo zitatufanya tusishuke daraja. Fresh kuonyesha mamlaka kwamba maamuzi mnayofanya hatujaridhia. Kwa hiyo ni fresh tu kama wao wataamua kutupokonya alama, lakini hatuko tayari na hatutakuwa tayari, na viongozi wa Yanga wanatakiwa kushikilia bango hapo hapo, na sisi tuko nyuma yao. Tunawaambia kama wataona mchezo umekuwa mgumu, vita imekuwa kali, fresh shege wajiweke pembeni kuliko kukubali huo mchezo. Ni bora uondoke kujaa kwamba ulikuwa kiongozi wa Yanga, umeng'atuka madarakani kwa sababu ya kugomea mchezo ambao Yanga tulinyimwa haki yetu, kuliko kukaa madarakani kukubali vitendo vya namna hii. Unajua kauli ya president imekuja kudhihirisha kabisa Yanga tuko na maadui wengi. Sasa na viongozi wa Yanga watakuwa kwa kweli wanatufikirisha wanachama wao na mashabiki wao, wakishikilia kwamba hiyo mechi ichezwe. Waendelee kushika bomba hapo hapo, hatuchezi na hatuko tayari kucheza, na sisi mashabiki binafsi hatuko tayari kurudi uwanjani kucheza dhidi ya Simba. Hatuko tayari. Taki burudani wewe. Hiyo burudani, Kevo taki dabi. Hiyo burudani utaipata. Nilishasema only option ya kukutana na vigagula wa Modewiji ni kwenye mechi za FA. Na FA Mai hawezi akakimbia, kwa sababu Mai atakuwa tayari ashapeleka timu mkoani, kwa sababu naamini robo finali, nusu finali, finali kwenye hii michezo ya FA imekuwa ikichezwa mkoani. Kwa hiyo Mai hawezi akakimbia, na atakuwa mpuuzi kama atapeleka timu mkoani afu masaa 12 kabla ya mechi akimbie mechi. Kwa hiyo only option ya kukutana na Mai wetu au vigagula wa Modewiji ni kwenye FA. Kwenye ligi kuu only option ambayo mlibakia nayo kuiona mechi ya Simba na Yanga, na wakaribisha kesho KMC Complex, kutakuwa na mchezo wa dabi ya Kariakoo kwenye ligi ya wanawake kati ya Yanga Princess na Simba Queens. Mbali na hapo hamtaiona Simba na Yanga kwa msimu huu kwenye mchezo wote wa ligi kuu. Shukrani sana Kevo. Shukrani sana. Asante sana.